Mawakili wetu waliotupambania mpaka watoto wetu wamepata haki yao. Imeonekana watoto wetu hawana hatia. Namshukuru sana wakili Maduhu. Mungu azidi kumweka, Mungu azidi kumpa uhai na azidi kupambania watoto wengine waliobaki huko ndani, kesi zao nao ziishe, tuonekane hawana hatia. Pamoja na wale wengine ambao kesi zao bado zipo zinaendelea. Kesho watakuja wengine, tarehe 18 watakuja wengine, tarehe 19 watakuja wengine. Nao pia tunaomba Mwenyezi Mungu awatetee, waonekane hawana hatia, warudi kuendelea na sisi wazazi wao mitaani. Kwa kweli tumetaabika sana. Na tunamuomba DPP atufanyie wepesi kesi ya uhaini. Watoto wetu wafutiwe, warudi mitaani ili kusudi waendeleze shughuli zao za maisha yao na shughuli za taifa. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imewaachia huru watuhumiwa watatu kwa maana ya Mohamed na wenzie waliokuwa wanakabiliwa na shtaka la uchomaji wa ofisi ya CCM kule Kivule Majohe hapa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Katika uamuzi wake mahakama kupitia Hakimu Mushi imeamua kwamba jamhuri ilishindwa kudhibitisha shtaka hilo pasi kuwa na shaka yoyote kutokana na ushahidi wao kuwa na matobo ikiwemo eneo la kushindwa kutambua wahusika hasa waliohusika katika uchomaji huo. Shauri hilo lilikuwa ni shauri namba 254 la mwaka 2026 lilokuwa linasikilizwa katika mahakama hii ya Kisutu hapa Dar es Salaam. Sasa maana hiyo ni kwamba baada ya shauri hilo kukamilika, bado watuhumiwa hawa wana shauri moja la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria zetu halina dhamana, na ni wito wangu kwamba ndugu DPP mwendesha mashtaka wa serikali, ndugu yangu Sylvester Mwakitaru, uyaondoe mashtaka ya uhaini, kwa sababu kama umeshindwa kudhibitisha mashtaka ya uchomaji, sina hakika na sina imani kwamba unaweza kudhibitisha mashtaka ya uhaini. Kwa ndugu yangu DPP, ndugu Sylvester Mwakitaru, ni rai yangu kwako na ni ushauri wangu kwako kwamba mashtaka haya ya uhaini hayana sababu ya kuendelea kuweka hawa vijana ndani, kwa sababu shtaka la uchomaji limeonekana kwamba vijana hawana hatia, limeshindwa kudhibitika. Basi huna budi pia kuhakikisha kwamba shtaka la uhaini linaondolewa ili vijana hawa waweze kwenda kuungana na familia zao, jamaa zao na ndugu zao katika ujenzi wa taifa hili.